Asante, naitwa Isaya Doita, ni diwani mstaafu kata Ngarenaro. Namshukuru Mungu, nimestaafu na naendelea kuwa na afya njema na amani tele ndani ya moyo wangu. Niwashukuru wananchi wa Ngarenaro kwa muda mrefu nilikuwa nao kwa zaidi ya miaka 15. Lakini safari nimepumzika kidogo. Ninawatakieni kila laheri wote waliochaguliwa na nawapongeza kwa njia moja au nyingine. Ombi langu waendelee kuwajibika na kutimiza wajibu wao kama viongozi walioaminika na jamii na hatimaye kuwaletea wananchi wa Arusha maendeleo, utulivu na amani. Kubwa zaidi ambayo nataka kulisema leo, binafsi kama diwani mzoefu ambaye sasa nimestaafu, nadhani kushauri na kutoa maoni pia ni haki yangu ya msingi, ni haki ya kikatiba pia. Nimeona kuna mchakato wa kutafuta kiongozi wa madiwani katika jiji letu la Arusha, jambo ambalo ni la msingi na la maana kweli kweli. Ombi langu kwa madiwani wenzangu wote ambao walioko halmashauri na sisi kama wastaafu, ombi langu ni kipindi cha kukaa chini, cha kutafakari kwa kina. Tunahitaji kiongozi wa aina gani? Tunahitaji nini malengo yetu? Na tutayatimizaje malengo yetu? Halmashauri ndo mahali penye chungu cha wananchi, kwa maana ya mapato yote ya halmashauri yanapokusanywa, wao madiwani ndo mpata nafasi ya kusimamia. Na tutapata meya ndo anakuwa ni mwenyekiti wa kamati ya fedha jiji letu la Arusha. Na anaunda kamati yake ya fedha na kamati zingine ndogo ndogo. Kubwa zaidi ni kusimamia mawazo ya madiwani, kusimamia budget ya halmashauri, kusimamia halmashauri, kuangalia mapato na matumizi ya halmashauri kwa ukaribu sana, lakini kuangalia miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ombi langu kwa madiwani ambao sasa hivi nadhani fomu zimechukuliwa na nahisi na vikao vingine vimeanza labda kukaa, ni madiwani wanatakiwa kumpata meya makini, meya mwadilifu, meya mchapakazi, atakayewaunganisha, atakayewapenda, anayeguswa na changamoto za watu wa Arusha. Meya ambaye kwake yeye huduma za jamii, elimu, afya, miundombinu ndio target yake. Kwa hiyo lakini tukimpata meya makini, watapiga hatua na miradi ya maendeleo na changamoto za wananchi zitatatuliwa kwa wakati. Kwa hiyo niombe pia viongozi wetu wa chama ngazi zote, wilaya na mkoa, katika michujo hii tusiangalie sura, tuangalie uadilifu wa mtu, umakini wa mtu, ili siku ya mwisho utulivu wa halmashauri ni utulivu wa chama, utulivu wa halmashauri ni utulivu wa serikali, utulivu wa halmashauri ni maendeleo kwa wananchi wetu. Kwa hiyo kwa awamu iliyopita miaka 5 kulikuwa kuna misuguano mingi na migogoro mingi halmashauri. Imesababisha halmashauri imeingia kwenye special audit, ukaguzi maalum. Na katika ukaguzi ule tumegundua kulikuwa na changamoto nyingi sana yaliyosababishwa na viongozi wa usimamizi ambao ni sisi madiwani. Makosa yale ambayo tumeyafanya sisi, sitegemei kama wenzangu waliorudi na wapya watafanya. Nategemea safari hii watakaa chini kuangalia tumchague nani. Kwa nini kulikuwa na special audit ambayo imesababisha mpaka mkurugenzi akafungwa, mchumi akafungwa, mweka hazina akafungwa, wataalamu zaidi ya 82 wanakatwa mishahara 15 kwa ajili ya usimamizi mbovu. Nani amesababisha hayo? Leo watu wa Muriet wamekosa shule kule mashariki kwa sababu ya migogoro yetu ya ndani. Eka 6 ilikuwa inauzwa milioni 552, kitu ambacho ni kinyume. Hatima yake tuliposimama tukanuka milioni 300. TAKUKURU wanaifahamu jambo hili na wakasema eneo hili lisinunuliwe mpaka tujue nani mmiliki halali. Watu nafika wanatengeneza mpaka mmiliki feki kwa sababu ya tamaa zao. Watu hawa leo wanathubutu kunyanyua mguu na kwenda kuchukua fomu ugombea umea. Huu ni kuruhusu kinyesi ndani ya sahani ya chakula. Haifai hata kidogo. Naomba niwashauri madiwani wenzangu. Madiwani wote, mimi sio mwenzao tena na imezoea hilo, lakini niseme tu, mapungufu ya awamu iliyopita ya umea na uhalmashauri wasiarudie. Watafute mtu makini ambaye atasimamia miradi ya maendeleo. Jengo la utawala bila ya mkuu wa mkoa kuja, alikuwa Makonda na leo ni mbunge, bila kusimama ilikuwa haiendi kwa sababu ilianza kujengwa kinyume na utaratibu. Tunataka meya asiingilie procedure za manunuzi. Tunataka meya ambaye anasimama kuangalia nini kinaendelea kwenye halmashauri yake. Masoko yetu, barabara zetu, shule zetu, vituo vya afya, nini kule? Mapato yanatumikaje? Hatutaki mchezo kabisa. Wananchi wa leo sio wajana.
Wanahitaji viongozi makini, waadilifu, wachapakazi, wanaopenda haki, wasiopenda maonevu. Tunataka meya atakayeongelesha madiwani, atakayekumbatia madiwani ndio mshauri wao. Tunataka meya ambaye asigawe madiwani. Tunataka meya ambaye hagawi hata viongozi wa chama. Tunataka meya ambaye anatuunganisha na hatimaye ataletea amani kwenye letu. Kwa hiyo natakeni kila laheri sana viongozi wangu wa chama ngazi zote, lakini pia na madiwani wote waliochaguliwa. Nendeni mpigeni Mwenyezi Mungu magoti, kila mtu kwa imani yake. Mtafuteni meya mwadilifu, mchapakazi. Makosa yaliyopita msiyarudie, kwa sababu hata Mungu hatapenda. Asanteni sana. Dokta, ilikuwa inatajwa kwamba miongoni mwa ajali zilizotengenezwa au zilizokukuta wewe hadi kukosa udiwani na kuangushwa na Dogo Janja ni hiyo hamu yako ya kuwa meya wa jiji la Arusha, kwa sababu ulishagombea 2020 na ukapigwa chini. Ndio. Haya unayatoa sio machungu ya kile ambacho kilikukuta 2020 kwamba bado una hasira hizo na una hasira hizi za kuangushwa kwenye udiwani na Dogo Janja? Hapana, mimi sina shida. Dogo Janja kijana wangu, nampenda na shirikiana naye. Kama kuna mtu aliplan kuniangusha, haja niangusha mimi. Kwa sababu ukifunga mlango huu, Mwenyezi Mungu anafungulia mwingine. Kwa mimi kama mwanasiasa mkongwe, udiwani kwangu sio kitu kipya, nimefanya udiwani zaidi ya mara 3. Kwa hiyo mimi kurudi kuombea this time sio issue kubwa. Lakini ningerudi halmashauri, hamu ya kugombea umea wala sio dhambi. Tamaa yako njema itimize. Ningegombea, na kama vikao vikaamua niwe, ningelikuwa na madiwani angeamua. Lakini safari hii kwa sababu si vibaya nikashauri waliopo kwa sababu ya uzoefu wangu na ukongwe wangu. Kwa hiyo machungu hayo unayesema, sina machungu yote isipokuwa na machungu na maendeleo watu wa Arusha, na uchungu na haki. Natamani kuona kwamba haki inatendeka, amani inakuwepo Arusha, miradi ya maendeleo inafanyika, utaratibu unazingatiwa. Bana nikasema trace waangalie kwa nini kulikuwa kuna migogoro kwenye majengo ya utawala, kule maeneo ya stendi, ya haya yote yamesababishwa na nani? Kama haya yapo, basi niseme tu nategemea kuona kwamba madiwani wapya na waliorudi wa zamani wana kipindi, sio kuburuzwa kwenda mahali kufichwa kama watoto wadogo. Swala la kupelekana si wapi Orlando limepitwa na wakati. Pelekeni nafsi zenu na imani yenu, mkae chini muone tunamchagua meya gani kwa manufaa ya watu wa Arusha na sio vinginevyo. Orlando kuna nini? Haya amu iliyopita ilitokea madiwani walipakiwa kwenye gari wanapelekwa eti kwa sababu kumpigia mtu kura moja. Unakumbuka klipu ya Mheshimiwa Msofa akasema wateja sijawaona. Sasa haya yalisababishwa na nani? Yalisababishwa. Lakini wewe Doita au wewe Kulumba ndio diwani kwa mfano, unapakiwa unafichwa nje na familia kwa sababu ya nafasi. Nafasi hiyo haitaki tuhongane wala tudanganyane. Inahitaji watu makini, walioandaliwa na waliojiandaa. Labda Doita, tunaona hili baraza sasa ambalo linalokuja. Kuna sura mpya nyingi zimejitokeza. Pengine mawazo yako, ungetamani nani awe meya ambaye angeweza kufaa katika kipindi hiki cha hili baraza? Ukiwa unaunganisha na hilo kwenye ule mchakato uliopita mlikuwa wagombea 3, wawili tumeona mmekosa sifa za udiwani kabisa. Lakini mmoja ndiye ambaye alishinda kwenye umea, lakini huenda pia akachukua fomu hapa. Tafsiri yake ni nini? Kipindi kile nyinyi pia mliingia kwa bahati mbaya, ama mmeondolewa kwenye huu mfumo ile Abache ambaye alishinda kipindi kile? Mimi niseme nianze na swala rafiki yangu Ngilisho kwamba natamani meya gani? Natamani meya mwenye uzoefu. Natamani meya ambaye anajua halmashauri. Meya ambaye anajua vyanzo vya mapato vya halmashauri. Meya anajua kanuni za halmashauri. Na anajua wajibu wake. Kwa hiyo tukimpata meya ana uzoefu, anajua kuhusu halmashauri, atasaidia wapya kupiga hatua. Lakini niombe na wale wengine wote wa zamani waliopo wasaidie wapya pia kuwashika mkono na hatimaye waende. Natamani kwa mfano meya angekuwa mtu wa zamani, naibu anaweza kuwa mpya, mambo kama haya yakaenda namna hiyo. Na hili la pili, sisi kupigwa chini. Unajua michakato ya demokrasia ya ndani ya chama. Na mimi nimepigwa kwenye kura za maoni. Nakiri hilo kitu. Rafiki yangu Msofa amepigwa na ameteuliwa, amepigwa na upinzani. Sasa kama alipigwa alishinda, hajashinda kwa lale, mimi sitaki niseme hilo, isipokuwa hajatangazwa kuwa diwani. Na nilimwambia atulie na wala asipanic. Nimwambia karibu kwenye ulingo wa Doita kwa sababu sasa anakuwa ni mwenzangu. Sasa mimi niseme tu haya yote inawezekana kama kuna jambo lolote kwamba labda mtu amelifanya, mimi siwezi kusema. Isipokuwa ninachokijua ni kwamba
siasa ni lobbying, siasa ni mbinu. Nimezidiwa, mimi napokea. Normani nikasema mimi Dogo Janja akianza kazi tampa ushirikiano tu. Isipokuwa namtaka na Dogo Janja wangu diwani wangu Ngarenaro awe mwadilifu, awe karibu na wananchi, awe apende watu wetu, awe wahudumie watu wetu. Na wote wengine wengi nataka. Lakini nategemea pale halmashauri leo kuna kina Tojo, akina Cobra, akina Meja, akina Zakaria, akina Sakina Mpuju. Hao madiwani wote ni wa zamani. Wana uzoefu wa kutosha. Sasa hao kama wapo, mimi naamini halmashauri haitatetereka, halmashauri itatulia. Sio wananchi tunachohitaji ni huduma kwa wakati, huduma ipatikane, kama ni shule walimu wafundishe, watoto wajibike, walimu wajibike, madaktari wajibike, manesi wajibike na wataalamu wajibike wote na madiwani pia wajibike wote. Chama unakiambiaje? Maana huenda nakiomba chama changu nakipenda. Chama changu nakipenda sana, lakini chama lazima iangalie. Mwaka jana awamu iliyopita hapakuwa na utulivu hata ndani ya chama kwa sababu ya viongozi ambao unapokuwa baraza halijatulia, halmashauri haijatulia, hata chama pia kitatulia. Kwa naamini kwamba chama itafanya kazi yake vizuri sana kupata meya ambaye atakayebeba chama, jamii, ataunganisha na serikali. Naam, tukimalizia sasa Doita, kwa sasa unajishughulisha na nini? Mimi nafanya shughuli zangu za biashara, shughuli zangu binafsi. Na maana niko safi, tunaona mwenyewe nilivyo bwana. Bado una hamu ya kugombea tena iwapo nafasi? Mimi ni mwanasiasa. Nimesema kuna uchaguzi hata baada ya mwaka kesho. Ndani ya chama kuna uchaguzi 2030. Kama nitakuwa hai nagombea nafasi yote ile, ni haki yangu kama mwanachama. New Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. Ni kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774 78 1537 au 0689 82 25 10. Wote mnakaribishwa. Yesu.